Majina mimi naitwa Joseph Mudhengi. Tuko katika mlima hapa upande wa Ruiru. Na tunataka kuwaletea neno na tuko na ndugu yangu hapa. Tawaambia jina. Okay, kama vile mmesikia, mimi kwa majina pia naitwa Joseph Kiema. Na kama vile mmeambiwa na ndugu yangu hapa, tuko hapa mlimani kwa ajili ya kuwaletea habari njema ya Yesu Kristo, mkombozi wa maisha yetu. Karibuni sana tunapoenda kukua na wakati mfupi, tujadiliane kwa ufupi na tuimizane sisi kama ndugu zetu na dada, tuimizane tupate kukua na wakati mwema. Asante. Nawakaribisha tena katika neno la jioni ya leo, ambapo tunaenda kusoma katika kitabu cha Luke 19 kuanzia mstari wa kwanza. Kama vile amesema tunasoma katika kitabu, nitakuwa na muongelesha mkarimani kwa Kikamba, kama kwa hivyo I think mtatusikiza. Kama vile amesema, naomba urudie. Tutaenda kusoma katika kitabu cha Luke 19. Sasa tusoma kuni ya Luka 19 kuanzia mstari wa kwanza hapa. Kwa mstari ni wapi? Tunataka kujifunza neno moja kuhusu mtu mmoja alikuwa wa serikali. Tunaenda kuuliza kitu kama kulingana na Mungu na wewe mwenye wa serikali. Wakati alikutana na Yesu. Iliendelea kwa maana na Yesu ndo katika yule mji wa Jericho, msino ya Yeriko. Yesu alikuwa anahubiria watu. Yesu ni watawasiano kwa msemo. Lakini wakati alifika mahali pale, endelea kucheza ndore baya. Kuna mtu mmoja wa serikali alikuwa anaitwa Zakayo. Bae mundu mumo nenda wa serikali anaitwa Zakayo. Wakati alimuona Yesu, ila wamuone Yesu vile anavyofanya kazi, ndola wa kumawe, vile anaombea watu wanapona, ndola wa boya ndo makaboa, vile anaombea vioro anasimama, ndola wa boya iwete ikaongama. Alisikia ile jambo limemunguza tena. Na oni ndola wa mukita mona, na akaamua kumfuata Yesu. Na amua kumwatia Yesu. Na katika zile harakati, ndi vindani ila wamwatie. Zakayo alikuwa amepanda juu ya mti. Yesu Zakayo alisitolwa mti. Maana alikuwa mtu mfupi sana. Nundu wa mundu mukube mona. Lakini Yesu akatazama. Ndi Yesu amulilia. Akamuona akiwa juu ya mti. Amuona yeye lwa mti. Akamuita Zakayo. Na amwita Zakayo, shuka. Uma. Maana siku ya leo nundu wa muthanyano wa muzi utaenda kwa nyumba yako. Nithi nyumbani yako. Utaenda kukula kwako. Titi kwa kwako. Unaona one thing, nataka uenda wale kindu kimwe. Wakati Zakayo aliitwa, endelea ila Zakayo waitiwe. Yeye hakuuliza nini wala nini. Nda kule chao kana chao. Yeye alishuka. We akikuma akaamua kumkaribisha Yesu. Na amua kudhoche Yesu ndani ya roho yake. Zino ngo yake. Ingawaje Zakayo alikuwa mnyang'anyi. Onele Zakayo no avenana. Ingawaje Zakayo alikuwa ameimba mali za watu. Ona kutoka Zakayo no angere ibe musiano. Yeye aliamua kufuatana na Yesu. We agwange kwatie Yesu. Kwa hivyo jioni ya leo, kuma wewe ni maamuzi mwendo. Wakati Yesu amekuita, ila Yesu akuita, na umkaribishe, na umtocha ngoni yako. Kuna kitu ambacho pekindu kila utapata kwa Yesu. Ukwata kule kwa Yesu. Ukipata kibali mbele za Yesu, wakwata undumu kana unene unzini wa Yesu. Jikubali yetikile na uache dhambi na ukwekana na utoku. Usikubali yale umetenda wanadamu. Dukaende kila kwenda salamu andu makweka manzi. Bora tu umekubali Yesu. Bora tu uwetikile Yesu. Mambo yako imeanza kubadilika. Maondo mako ni moyo change. Sasa Zakayo akashuka. Zakayo athea. Wakakutana na Yesu. Makomana na Yesu. Watu wakawa wakinungunika. Andu mambia onea nani. Wakiulizana sasa, mbona Yesu anaenda kukula na mwenye dhambi? Mwakule nini Yesu kuthikwa na mwenye dhambi? Mbona anaenda kukula katika nyumba ya mnyang'anyi? Nikikuria nyumbani ya mkengani. Lakini Zakayo akawa ndani ya moyo wake anaumia sana. Ini Zakayo ndani wake anaumia mno. Akamwambia Yesu, na moyo Yesu, kama nimepata kibali kwako, adhani ninakuareta unene kwako, nusu ya mali yangu katikati ya udui wako nitaipea wanadamu. Nimudhiyo nenga ndo manzi. Na kama kuna mtu nilimnyang'anya kitu, ndio ya mundu na mubeni ikindu, nitamrudishia mara 4. Nikumutungia malana. Ndugu yangu kwa mahali hapo, mundu wako wewe ndo ndivano. Dada yangu kwa mahali hapo, sister wako wewe ndo ndivano. Ulinyang'anya mali zako. Na vendio siendesi yako. Kuna watu wako katika serikali, pea tumema serikalini, lakini wanakula mali zako. Ndio mema ndisi yako. Kumbe ukikutana na Yesu, ndio kumana na Yesu. Kumbe ukimkaribisha Yesu kwako, ndio atoche Yesu ngoni. Kuna vitu zako zinarejea. Pesa zako zisiokea. Hao watu walikuwa wamenyang'anywa mali zao. Lazima yavenere sindisio. Lakini wakati walikubali kukaa na Yesu, ndio metikile kana na Yesu. Imagine huyu tajiri munene usu alikubali kuarudishia mali zao. Nuatikile kumatungia mali yo. Uko mahali hapo, hauna chakula, haujui mahali utaenda kuuza kazi. Naomba siku ya leo ukubali Yesu, na umkaribishe ndani ya moyo wako. Naye kuna vitu ambazo ziko na wanadamu ambazo ni zako, au watu watakutafuta na watakurudishia vitu zako.
Kuna watu wamekaa katika ofisi, kumbe ile ofisi ingekuwa yako, na ni vile hujamkubali Yesu. Kwa hivyo jioni ya leo umkubali Yesu, uachane na dhambi na usahau mambo na kufanya dhambi tena. Yale ulitenda ya kale usahau na umkubali Yesu, ili mali iliyopotea, kibali kilichopotea kwako kikutafute tena. Kuna mtu anauliza, mbona sina ndoa? Mbona sina biashara? Kumbe ni vile hujamkubali Yesu. Kumbe ni vile hujamkaribisha ndani yako, naye aashirie mali zako zilizo na watu. Tunabarikiwa kupitia wanadamu. Watu ndio wako na mali zetu, vile hatujamkubali Yesu. Lakini tukimkubali Yesu siku ya leo, kuna ushuhuda mpya utakuja kwa maisha yako. Kuna ndoa zitafunguka. Kuna watu wako na biashara, lakini ni vile hujamkubali Yesu, naye aashirie kibali ndani yako. Watu wakukubali tena. Kwa hivyo jioni leo tumekuja na neno la kumkubali Yesu. Kuna watu wanauliza, ni kwa nini mimi nimeokoka na bado sipati kazi, na bado sipati ndoa? Ni vile hujaachana na dhambi. Ukisoma Methali 6 inatuambia ya kwamba kuna vitu 6 vile Mungu anashukia. Inaweza kuwa wewe uko na roho chafu ambapo Yesu apendezwi nayo. Uko na roho ya shuki ambapo Bwana apendezwi nayo. Uachane na hizi vitu 6. Unaweza enda ujisomee hiyo Methali 6 kuanzia 19 ama 17. Utaona zile vitu Mungu anashukia. Na ukiona kuna kimoja pale ambacho kinakutawala, uachane nayo. Mungu akutembelee. Mungu atembelee nyumba yako. Ukiangalia katika kitabu cha John mstari wa 9 hapo, kuanzia mstari wa kwanza hapo, utaona mama aliyeletwa kwa Yesu akiwa amepatikana kwa dhambi. Alikuwa anafanya kazi ya kujiuza, lakini wakati kesi yake ilifika kwa Yesu, hata wale walikuwa wamemshtaki, Yesu aliwauliza, nani ana dhambi? Aanze wa kwanza kupiga mawe, lakini hakupatikana hata mmoja. Sisi sote ni wenye dhambi, lakini kesi yetu kimfikia Yesu, mambo inabadilika. Ukikubali Yesu leo, kuna mambo anaenda kubadilisha. Usione vile ulifanya dhambi, usione vile wanakusema umefanya dhambi. Usiseme tulitoa mimba wewe usiokoka, usiseme uliimba Mungu aweze kubariki. Hiyo ni kitu kidogo sana kwa Mungu. Ukimkubali tu Yesu, mambo yote anayafanya kuwa zero. Unaanza penji mpya ya baraka, penji mpya ya maisha mapya. Kwa hivyo siku ya leo tumekuja hapa na ndugu yangu tuwabariki na neno. Anajua kama wewe ni mtu ambao uko na masikio na unajua ile dhambi inakutawala, na unasikia kwamba hii dhambi imenikalia sana. Ambia Mungu akusaidie. Aliambia wana Israeli, msitoke Yerusalemu bila Roho Mtakatifu atakayewasaidia. Si Mungu akutumanishie msaidizi leo, mwenye atakuongoza uingie katika ofisi, mwenye atakuongoza uache hiyo dhambi. Unajua wakati mwingine tunakuwa na kiu ya dhambi, maana hatujakubali Roho atuongoze. Lakini siku ya leo ukikubali Roho akuongoze, hakuna dhambi itakuongoza tena. Siku ya leo
leo kuna watoto wadogo wametawaliwa na dhambi, maana wametoka katika misingi haimjui Mungu. Ningeomba kuanzia siku ya leo tuombea ndugu zetu sisi ambao tumeitwa tusimame katika nafasi, tusimame katika nafasi, tusimamishe nyumba zetu, tuombee watoto wetu, tuombee ndugu zetu. Kwa hivyo jioni ya leo ninaomba kama dada na ndugu, vile tumesimama mahali hapa na mmesikia sauti yetu na imewabariki na ungependa kubadilika, jiite kwa mkutano, ukae tu chini, uangalie ile dhambi unayopitia na unyenyekee mbele za Mungu, naye Mungu atakukomboa. Ukisoma Zaburi 50 mstari wa 15 anasema ya kwamba niite ukiwa kwa majaribu na nitakutoa katika majaribu. Katika shida gani? Si umuite huyu Yesu, atakutoa katika majaribu. Umefungiwa nyumba, watoto hawana karo, hauna chakula, muite huyu Yesu, mtegemee huyu Yesu. Yeye ni baba ya kila mmoja, yeye ni baba wa yatima. Inaweza kuwa ulipokuzwa na mzee, inaweza kuwa ulipokuzwa na wazazi kwenu, inaweza kuwa watu wakuni walikukataa, lakini Yesu hajakukataa. Mrudie Yesu kama vile mwana mpotevu alivyorudi kwa baba. Si ujaribu rudi kwa baba leo, atakukubali na atakuita mwana. Sisi sote ni watoto mbele za Mungu. Inaweza kuwa una kibali mbele za wanadamu, lakini ukipata kibali mbele za Mungu utakubalika kama Yusufu. Naomba siku ya leo Mungu akupee kibali, ukubalike tena mahali ulikataliwa, kubalika jioni ya leo. Ninaamini ya kwamba Mungu amesikia kilio chako kama vile alivyosikia kilio cha wana wa Israeli. Naomba asikie kilio chako, machozi ya moyo ifike mwisho, machozi ya aibu ifike mwisho, upokee kibali mbele za Mungu. Ubarikiwe sana. Wacha tuombe na wewe mahali ulipo. Kama umesikia hiyo neno, ningeomba tusikize kwa maombi yetu na utabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa jioni njema Bwana ambao umetuwezesha kukula chakula cha rohoni. Tunasema ni asante kwa ndugu zetu ambao wametutazama. Ninajua wamebarikiwa kupitia sauti, ninajua kuna kitu umebadilisha juu ya maisha yao, kuna kitu umeweka ndani yao. Hii neno umeweka ndani yetu, ninajua ni msaada kwa mtu, ninajua itasaidia mtu chini ya leo. Naomba mahali inaenda kuingia ikawa kama mbegu na ikaanze kukaa ndani yao na ikaanze kukua na ikafanyike kuwa mtu mkubwa ndani yao, ambao Jehova mbinguni itakuwa tegemeo katika maisha yao na nyumba zao na uzao wao, mahali popote watakapotembea. Baba, wakubalike, wakapate kibali mbele zako na kibali mbele za wanadamu. Ninajua wamefinyika kama wanadamu, kama ni dhambi imewalemea, kama vile umesema katika Mathayo 11, tukikimbilia waliolemewa na mizigo na utakupumzisha. Naomba kama vile watakukimbilia jioni ya leo, Baba, wapumzishe mizigo ya magonjwa, mizigo ya kukosa kazi, mizigo ya kukataliwa. Baba, wapumzishe na watatukuza jina lako. Ninajua hatakusahau, watakaa chini la hili neno. Ninajua Baba utawabariki na utawainua. Ni asante kwa jioni hii Baba. Tunapoondoka mahali hapa, wacha Baba Roho wako akatembee nasi, akatukubali Bwana, tukaishi chini ya neno lako, ukatupe roho ya kunyenyekea, ukatupe roho ya nyama, mahali tutakapotembea
tukubalike kama sisi ni watoto wako. Usituache Baba, kama vile walivyomshika Petro mkono, tushike mkono. Najua majaribu ni mengi, lakini ukishika mkono Baba, tutamaliza salama, tutafuka salama. Ni asante maana umesikia maombi yetu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba tukiamini. Blessing, mbarikiwe sana. Barikiwe zaidi. Amen. Thank you. Shalom.